Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Naitwa Adam Hussein. Rais wa Urusi Vladimir Putin amesema kwamba nchi yake haitayumbishwa na shinikizo kutoka kwa Marekani au nchi nyingine yoyote, na ameonya kwamba majibu kwa mashambulizi yoyote atakayolenga Urusi yatakuwa makali sana. Rais huyo wa Urusi Bwana Vladimir Putin ameweka wazi, akieleza ni jinsi gani Urusi itatoa jibu zito sana ikiwa sio la kushangaza kwa shambulio lolote la Ukraine, ama kwa kutumia makombora ya Tomahawk ama makombora mengine, lakini haswa akiitaja Marekani ikiwa itaipatia Ukraine makombora hayo ya Tomahawk. Lakini yote hayo yanakuja baada ya rais wa Marekani kupuuza mazungumzo ambayo yalipangwa kati yake na Vladimir Putin. Akitoa shinikizo kwa Washington, amesema kwamba ole wao wasambaze makombora hayo ya Tomahawk na jaribio la kuongezeka litakuwa kali zaidi. Akizungumza na waandishi wa habari baada ya mkutano mjini Moscow, Putin alionya kwamba matumizi yoyote ya makombora ya Tomahawk dhidi ya eneo la Urusi yatazua hisia kali. Amesema hili litakuwa ni jaribio la kuongezeka, lakini ikiwa silaha kama hizo zitatumwa kupiga eneo la Urusi, jibu litakuwa baya sana, ikiwa sio la kushangaza kabisa. Waache wafikirie hilo, anasema rais huyo wa Urusi Bwana Vladimir Putin wakati akizungumza na waandishi wa habari. Putin amesema kuwa vikwazo vilivyowekwa na Marekani dhidi ya Urusi ni vitendo visivyo vya kirafiki na kwamba vitakuwa na athari fulani, lakini havitaathiri kwa kiasi kikubwa ustawi wa kiuchumi wa nchi yetu. Ameongeza kuwa sekta ya nishati ya Urusi inaendelea kuwa imara. Haya yanajiri baada ya Marekani kuziwekea vikwazo kampuni mbili kubwa zenye kuzalisha mafuta nchini Urusi, Rosneft na Lukoil, vikiwa ndio vikwazo vya kwanza dhidi ya Urusi tangu rais wa Marekani Donald Trump arudi madarakani. Hata hivyo, rais wa Urusi Bwana Vladimir Putin amesema kwamba katika nyakati ambazo rais wa Marekani pamoja na ulimwengu wa magharibi watajuta ni ikiwa wataamua kuwa upande wa Ukraine katika kuipatia silaha ama makombora ya masafa marefu. Kiongozi wa Ukraine Volodymyr Zelensky ameripotiwa kuzungumzia suala la kupata makombora ya Tomahawk wakati wa mkutano wake na rais wa Marekani Donald Trump katika ikulu ya White House wiki iliyopita. Licha ya rais wa Marekani Bwana Trump kusema kwamba hawataipatia Ukraine makombora hayo ya masafa marefu, lakini kwa mujibu wa shirika la habari la Axios, ombi hilo ambalo limekataliwa, baadhi ya maafisa wamesema chaguo hilo bado linakaguliwa, huku Trump akitarajiwa kufanya uamuzi wa mwisho. Tomahawk, kombora la masafa marefu, lina uwezo wa juu zaidi wa kilomita 2500 sawa na maili 1550. Linahitaji mafunzo ya muda mrefu na tata ili kufanya kazi. Trump aliwaambia waandishi wa habari siku ya Jumatano wakati wa mazungumzo na katibu mkuu wa NATO Mark Rutte katika ikulu ya White House. Hii itakuwa ni ongezeko, ni jaribio la kupanda, Putin alisema, akitoa maoni yake juu ya utoaji unawezekana ikiwa eneo la Urusi litapigwa na silaha kama hiyo. Jibu litakuwa baya sana ikiwa sio kubwa kabisa, rais aliongeza, akiwahimiza viongozi wa magharibi kufikiria juu yake. Hapo awali Moscow ilionya kwamba ingawa wasilishaji wa Tomahawk hautaathiri hali ya uwanja wa vita kwa mzozo wa Ukraine, utapunguza matarajio ya amani na kupiga pigo kwa uhusiano wa Amerika na Urusi. Putin alijadili suala hilo na Trump wakati wa simu wiki iliyopita. Kuwasilisha makombora hayo kungedhoofisha sana matarajio ya suluhu ya amani, alisema wakati huo. Kufuatia wito huo, Trump alisema haitakuwa rahisi kwa Marekani kuipatia Kiev Tomahawks, na akashikilia kuwa Washington haipaswi kumaliza safu yake ya makombora hayo ya ushambuliaji kwa Ukraine. Endelea kuwa nasi mtazamaji, lakini usisahau kulike, kucomment, kadhalika na kusubscribe channel hii. Utakuwa ukipata habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia upate habari hizi kwa mapana hapa The World News.